hii imeshikwa na Mwenyezi Mungu, na ni kwa sababu viongozi wa dini wanaendelea kuliombea taifa hili. Kuna sisi tunalo jukumu la kuhakikisha kwamba nchi hii inabaki kuwa salama. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutoka awamu ya kwanza ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere imeendelea kuheshimu uwepo wa dini, na serikali zote zilizokuja, ya pili, ya awamu ya tatu, ya awamu ya nne, awamu ya tano, hata hii awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, dini ndio mwongozo mkubwa wa tawala zote za serikali ya nchi hii. Na viongozi wetu mtakuta mara nyingi anapokwenda hutubia anaanza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mnadhani ni kwa nini? Serikali inaheshimu uwepo wa dini. Serikali inaamini dini zinaleta miongozo mizuri kwetu viongozi, tupata dhamana ya kuongoza wenzetu, lakini pia hata wale wasaidizi kwenye serikali na pia Watanzania wote. Mafanikio makubwa ya serikali ya nchi yetu yanatokana na heshima iliyopo kati ya serikali na dini. Mtakumbuka Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani amekutana na mababa askofu wote wa nchi hii, lakini amekutana na mashehe kupitia BAKWATA wote nchi hii. Nadhani ni nini? Anajua lazima akutane na viongozi wa dini apate miongozo na baraka za kuongoza nchi hii. Na ndio kwa sababu leo naona nchi inaenda vizuri, ni kwa sababu ya baraka ambazo viongozi wa dini walipokutana walimwombea rais wetu, walimtakia kila laheri rais wetu, na wanaendelea kumwombea kila siku ya ibada. Madaraka yote yanatolewa na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amepanga kila kitu, nani atakuwa nani katika kipindi gani. Hata ukilazimisha kutaka nafasi hiyo huwezi kama Mwenyezi Mungu hajasema nenda. Na wala usitumie njia yoyote ya kumwathiri mwenzako ili apate madhara eti atoke hapo wewe uende. Nani amekuambia utakwenda hapo? Nani amezungumza na Mwenyezi Mungu? Tuache tabia ya kuacha viongozi kufanya kazi yao ya kuwahudumia Watanzania na kuwatengenezea migogoro kila siku. Tena mengine ni ya kusingizia tu. Kila nafasi imetengenezwa na Mwenyezi Mungu, na kila anayekwenda kuongoza Mwenyezi Mungu ndio amesema wewe utakuwa pale. Kama hajasema hutakuwa, utatumia mihela mingi, itapotea. Amin. Amin. Utakwenda na mambo mengine ya giza huko, utamudu. Mwenyezi Mungu amesema huyu ni huyu. Tuheshimu walioko kwenye nafasi za kuwatumikia Watanzania, wafanye kazi yao kwa weledi. Amin. Jukumu letu sisi wa Tanzania, kila mmoja kwa dhehebu lake, ni kuliombea taifa hili, kuombea viongozi hawa awajaze busara za kuona nini Watanzania wanahitaji ili waendelee kutumikiwa Watanzania. Uongozi wa sekta yoyote ile unaongozwa na Mwenyezi Mungu. Unaweza kupambana sana, unataka ukae, ukakuta ukae anakaa mwingine. Kwa hiyo utaanza kuathiri wote hao wanaokaa hapo kwa sababu unataka, kumbe Mwenyezi Mungu hataki. Lazima tujue kwamba madaraka yoyote yanatolewa na Mwenyezi Mungu. Takbir! Kwa bahati mzuri rais wetu amekuwa mtumishi serikalini, anajua kwamba Watanzania wanatamani nini kukiona kwenye maeneo yao. Na nyewe wote mnajua toka ameingia madarakani kazi kubwa zilizofanya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, mama shupavu, mwenye uwezo, mwenye utambuzi, mwenye busara, mwenye hekima na huruma, anajua nini wanafanya Tanzania. Jukumu letu wana Ruangwa, tuchape kazi sana. Hatuna namna ya kumshukuru zaidi ya kuchapa kazi. Kila mmoja kwa nafasi yake, tuchape kazi. Leo Ruangwa tuna uhakika kila mtoto aliyefaulu darasa la 7 anakwenda shule. Na darasa lipo.
Kutakuwa na mapungufu machache, lakini madarasa yapo na yanakamilika. Tumetahidi pia kusambaza vituo vya afya wilaya hii, tena kimkakati, ili watu huduma ya kituo cha afya iwakute huko huko badala ya kulipa gharama kubwa kufuata kituo cha afya mbali. Kuna Ruangwa, mnataka nini? Rais ndio huyu, ndio anayeidhinisha mafungu, na kila tunapomwambia anasema peleka. Ni kwa ajili na wapenda wa Tanzania wake. Jukumu letu wana Ruangwa, tumuunge mkono kwa kila kitu. Na sisi sasa misikitini, makanisani, wakati wote dua ziende kwa rais wa nchi ili aweze kuongoza vizuri nchi. Sisi tuko sehemu ya nchi, tupate baraka ndani ya nchi. Hilo ndio jukumu letu. Tuache tabia ya kuacha viongozi kufanya kazi yao ya kuwahudumia Watanzania na kuwatengenezea migogoro kila siku. Tena mengine ni ya kusingizia tu. Tumswalie Mtume. Kila nafasi imetengenezwa na Mwenyezi Mungu, na kila anayekwenda kuongoza Mwenyezi Mungu ndio amesema wewe utakuwa pale. Kama hajasema hutakuwa, utatumia mihela mingi, itapotea tu. Amin. Amin. Utakwenda na mambo mengine ya giza huko, hutamudu. Mwenyezi Mungu amesema huyu ni huyu. Tuheshimu walioko kwenye nafasi za kuwatumikia Watanzania, wafanye kazi yao kwa weledi. Amin. Jukumu letu sisi wa Tanzania, kila mmoja kwa dhehebu lake, ni kuliombea taifa hili, kuombea viongozi hawa awajaze busara za kuona nini Watanzania wanahitaji ili waendelee kutumikiwa Watanzania. Uongozi wa sekta yoyote ile unaongozwa na Mwenyezi Mungu. Unaweza kupambana sana, unataka ukae, ukakuta ukae anakaa mwingine. Kwa hiyo utaanza kuathiri wote hao wanaokaa hapo kwa sababu wanataka, kumbe Mwenyezi Mungu hataki. Lazima tujue kwamba madaraka yoyote yanatolewa na Mwenyezi Mungu. Takbir! Kwa bahati nzuri rais wetu amekuwa mtumishi serikalini, anajua kwamba Watanzania wanatamani nini kukiona kwenye maeneo yao. Na nyie wote mnajua toka ameingia madarakani kazi kubwa zilizofanya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, mama shupavu, mwenye uwezo, mwenye utambuzi, mwenye busara, mwenye hekima na huruma, anajua nini wanafanya Tanzania. Jukumu letu wana Ruangwa, tuchape kazi sana. Hatuna namna ya kumshukuru zaidi ya kuchapa kazi. Kila mmoja kwa nafasi yake, tuchape kazi. Leo Ruangwa tuna uhakika kila mtoto aliyefaulu darasa la 7 anakwenda shule. Na darasa lipo. Kutakuwa na mapungufu machache, lakini madarasa yapo na yanakamilika. Tumetahidi pia kusambaza vituo vya afya wilaya hii, tena kimkakati, ili watu huduma ya kituo cha afya iwakute huko huko badala ya kulipa gharama kubwa kufuata kituo cha afya mbali. Kuna Ruangwa, mnataka nini? Rais ndio huyu, ndio anayeidhinisha mafungu, na kila tunapomwambia anasema peleka. Ni kwa ajili na wapenda wa Tanzania wake. Jukumu letu wana Ruangwa, tumuunge mkono kwa kila kitu. Na sisi sasa misikitini, makanisani, wakati wote dua ziende kwa rais wa nchi ili aweze kuongoza vizuri nchi. Sisi tuko sehemu ya nchi, tupate baraka ndani ya nchi. Hilo ndio jukumu letu.